chap bila kupoteza time, nikawasha tamu, nikacheki mazingira ya internet, nikacheki mic ziko sawa, na hivi ndio utakavyofanya kuhakikisha unaweza kureset password kwenye mfumo wa TRA. Miongoni mwetu kumekuwa na watu ambao wamekuwa na TIN number kwa muda mrefu, lakini kwa bahati mbaya wamesahau password. Lakini wengine wanakumbuka password zao kabisa, lakini wanaona ni muda mwafaka wa kubadilisha password, lakini kwa bahati mbaya hawajui watafanya nini. Kaa pamoja na mimi, nitaenda kukuelekeza mbinu rahisi za kubadilisha password bila kutoka jasho. Kitu cha muhimu katika video hii, angalia mwanzo hadi mwisho, utajifunza na kuelewa namna gani unaweza kubadilisha password ya TIN number unapokuwa ukiitumia kwenye mfumo wa TRA. Kabla tujaendelea, tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare ili usipitwe na video zingine nzuri tutakazoziweka kwa ajili yako. Kitu cha kwanza kama kawaida ni kufungua website ya TRA ambayo itafunguka kama hivyo. Baada ya hapo utakuja ufungue kwenye hii kubwa ambayo tunaitumiaga mara zote. Kwa hiyo utafungua hiyo link kubwa ambayo tunaitumia mara zote ili uweze kuingia sasa kwenye mfumo rasmi. Mfumo ukifunguka utaona features hii ambayo inakukaribisha moja kwa moja kwenye mfumo. Sasa tutakuja kwenye hizi, na baada ya kuwa tumefika hapo tutachagua huduma ambayo itatusaidia sisi kubadilisha password, ni ile ile ya taxpayer portal. Baada ya hapo tutaweza kuendelea na procedure za kubadilisha password. Moja kwa moja utakuja sehemu ambayo unataka kulogin. Kwa hiyo utakachokifanya utakuja kwenye hii option na kuichagua ili uweze sasa kuanza mchakato wa kuibadilisha. Kisha funguka, wewe utakachokifanya utakuja moja kwa moja hapa kwenye login. Ukishagusa sehemu ya login, unaona mfumo unataka uweke kitu kimoja ambacho ni TIN number kwenye hili eneo, lakini pia uweke password hapa chini. Kumbuka kwamba wewe una TIN number lakini password umeisahau, hauikumbuki. Kwa hiyo utakachokifanya utaweka eneo la kwanza ili utaweka TIN number yako hapa. Zungumzia zaidi kureset password. Sasa kwenye kureset password zipo aina mbili ambazo unaweza ukazitumia. Kwanza unaweza ukatumia hii option ya kwanza, ukaklik hapa kwa ajili ya kureset password, lakini unaweza ukaamua kufanya kureset password kwa kupitia huku chini. Sasa kitu ambacho hautakiwi kukisahau ni kwamba TIN number yako lazima uwe unaikumbuka, kwa sababu njia yoyote utakayoitumia kati ya hizi mbili utahitajika kuweka TIN number ili kusudi uweze kutumiwa OTP utakazozitumia kwa muda mfupi kwa ajili ya kufanya mabadiliko ya password ambayo unaitumia kwenye TIN number. Kwenye hizi option zote za kureset password kuna option ya kwanza hii hapa ambayo unaona hii hapa, kuna kureset password, lakini pia huku chini pia kuna kureset password. Ukiangalia hapa kuna sehemu ya kuweka TIN number na hapa kuna sehemu ya kuweka password, ambayo password hatuna. Kwa hiyo option ambayo mimi nashauri mtu kuitumia, kwanza utaweka hapa TIN number, au unaweza ukaja huku chini moja kwa moja ukasema reset password. Kisha select reset password. Mfumo utakupeleka mpaka kwenye hili eneo ambao watu wengi ambao wamejaribu hii kitu wamekuwa wana confuse. Kwa kuna wengine wakiona hii hapa wanachanganyikiwa, kuna wengine wanakiona hii hapa wanachanganyikiwa, lakini wewe usichanganyikiwe kwa sababu ni rahisi sana. Hapa mfumo unataka uchague contact ambapo wewe utatumiwa ile OTP. Kuna watu ambao wanapenda kutumia email, kuna watu ambao wanatumia simu. Kwa wewe, mimi kwa ushauri wangu uangalie option ambayo itakuwa ni rahisi sana. Kuna watu ambao namba zao za simu walizisahau lakini email wanazo. Kwa hiyo utachagua. Lakini kwa mfano ukichagua namba ya simu, ile password itatumwa kwenye simu. Ukichagua email, password itatumwa kwenye email. Sasa hii password utakayoitumiwa ni password ambayo utaitumia mara moja tu kuingilia kwenye mfumo, ili uweze kupata fursa ya kubadilisha password yako ambayo hautaweza kuisahau kabisa. Kwa kitu cha kufanya, tafadhali sana endelea kuwa pamoja na mimi ili usipitwe hata na point moja, baadaye ukabaki na maswali ambayo hayana majibu. Tutakachoenda kukifanya, tutaweka TIN number ya kwetu hapa kwenye hili eneo. Tukishamaliza kuweka TIN number, tutaweka email au kuchagua namba ya simu. Kwa mfano hapa tuchague namba ya simu. Unaona namba ya simu imebadilika hapa, tutaweka namba ya simu. Utaweka namba ya simu ile ambayo ulitumia kwa ajili ya kufanya registration. Ukishamaliza huo mchakato wote, utakuja sasa hapa hii chini utareset password. Ukisha reset password, yani ndani ya muda mfupi utatumiwa ile password ambayo utaitumia kwa muda mfupi sana. Mara nyingi zinakuwa ni namba, japokuwa kuna wakati mwingine utazitumia hizo namba unakuta zimechanganyikana na herufi, lakini zikichanganyikana na herufi au zimekuja namba peke yake, wewe usichanganyikiwe. Wewe cha msingi jua ni kwamba ni password unazozitumia kwa ajili ya kuja kutengeneza password mpya. Baada ya kuwa umereset password pale, utakuja sasa sehemu ya login ili uweze kupata fursa mpya ya kuingia kwenye mfumo kwa password uliotumiwa ambayo utaitumia kwa muda mfupi sana. Kitu tutakachokifanya, utagusa login. Ukishagusa login, mfumo utafunguka kama hivi.
Sasa hivi hatuta reset kwa sababu tumesha reset na tumeshapewa password ambayo tutaenda kuitumia. Hapa tutaweka TIN number. Ukishaweka TIN number hapa, kwa mfano tutumie hii TIN number, utaingia. Ukishaingia unatumia password ile uliopewa mpya ya muda mfupi. Ukishaingia tu moja kwa moja mfumo utafunguka na utaona details zako. Kwa mfano hizi hapa ni details zangu. Sasa kama umeshafanikiwa kufungua hadi hapa, kitu unachotakiwa kukifanya ni kubadilisha password ili upate password ambayo hautaweza kuisahau. Kitu ambacho utakifanya moja kwa moja, angalia kwa makini, ni kwamba utaangalia hapa kwenye upande wako wa kushoto. Kuna kitu ambacho umeandikiwa hapa kinaitwa My Portal. Hiki My Portal ndio kitu ambacho utakitumia kwa ajili ya kubadilisha password ya akaunti yako ya TRA. Kwa hiyo ukigusa hapa itakuleta mpaka kwenye sehemu ya password. Kwa hiyo utachagua hii hapa password. Ukishamaliza kuchagua password, utaona mfumo unataka uweke password mpya pamoja, uweke password ile ya zamani alafu baadaye uweke password mpya. Ukishachagua hiyo utaona mfumo umekuletea sura ya namna hii, ambapo sasa unaona kuna current password hapa, current password hapa utaweka email kama unayo, lakini pia hapa utaweka password mpya, na baadaye utakuja huku utaconfirm kwamba mimi hii password sitaisahau. Kitu cha kuzingatia hapa ili usichanganyikiwe ni kwamba hapa kwenye password, current password, utaendelea kutumia ile password ambayo umeitumiwa kwa muda mfupi, inaitwa temporary password. Kwa hiyo utatumia hapa temporary password ambayo utaiingiza hapa, utaweka password ambayo hautaisahau na hapa utakuja kuconfirm. Kuna kitu cha kuzingatia ili password yako isilete shida. Ukiangalia hapa kuna maelekezo ambayo umepewa kwa ajili ya kufanya marekebisho ya password yako. Hizi zinaitwa sheria za password ambazo zitafanya utengeneze password strong. Unapokuwa uandae password ambayo kwanza inaanzia herufi 8 na kuendelea, lakini baada ya hapo hizo herufi 8 zichanganyikane, herufi kubwa na ndogo, lakini pia uchanganye na zile zinaitwa special character. Unaweza ukaweka @ unaweza ukaweka n, lakini hiyo ni special character ambayo inakuwa imechanganyikana na password yako. Ukishamaliza kufanya hivyo utakuja umodify. Ukisha modify, mchakato unakuwa umekamilika kabisa. Ikiwa video hii umeipenda, imekusaidia kuelewa vitu kadhaa, tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare kwenye video hii ili uweze kunufaika na video zetu mara kwa mara. Asante sana.